Kwanza kabisa tunapofanya tathmini ya bunge lazima uangalie mambo matatu, na yale majukumu matatu ya bunge. Maanake bunge linatunga sheria, bunge linawajibisha na bunge linafanya uwakilishi, maanake kusimamia yale maeneo yote ambayo ya wananchi, maendeleo na vitu kama hivyo, ule uwakilishi, yani matakwa ya wananchi. Bunge ndio maana lina wabunge wanachaguliwa kutoka kwa wananchi, wanakuja bungeni. Sasa ukiangalia mambo yote matatu ndio unapaswa kuangalia bunge ile la awamu ya bunge la 12 limefanya mambo gani. Kwa mfano kama mlivyosikiliza speech ya Mheshimiwa Rais, imebeba mambo mengi sana ambayo kwa miaka hii minne ya kwake kama taifa tumefanya mambo mengi sana. Ukiangalia katika miradi yote ambayo imetajwa, miradi ya huduma za jamii, miradi miundombinu, ukija kwenye maeneo ya haki kama mlivyosikiliza, maeneo yote ya kutoaji haki kuanzia mahakama, maboresho tuliyoyaona, lakini maboresho ya sheria na mifumo. Ni tume nyingi sana zimeundwa kwa ajili ya kuboresha mifumo. Kwa mfano ya haki tumeona maboresho, sheria nyingi zimetungwa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba maeneo kadhaa yanaboresha, hata kama wakati mwingine watu hawajaridhika na maeneo ya maboresho. Kwa mfano sheria za uchaguzi, unajua wakati mwingine unapomwomba mtu maji, hata kama hajakupa glasi ikiwa imejaa lakini akakupa kidogo, wala unatakiwa utambue hayo kidogo aliyokupa. Tumeona maboresho kwenye upande wa sheria yamefanyika, hizo sheria, maboresho za sheria, tukapata tume, mfumo mpya wa tume, pamoja na kwamba hajaanza kutumika hapa, lakini tayari kwa bunge hili walijaribu kupitisha maboresho makubwa ambayo pengine kama yangeanza kutekelezwa kama kwa mwaka huu kwenye upande wa uchaguzi ingekuwa ni makubwa sana. Kwa hiyo kuna mambo mengi yamefanyika kwenye upande wa utungaji wa sheria na maboresho. Sheria nyingi sana zilikuwa zina changamoto kwenye awamu iliyopita, lakini bunge hili limekuja kurekebisha. Kwa hiyo kuna mambo ya kujifunza sana kwenye bunge hili, na kwa ujumla kwenye upande wa uwakilishi, maanake maendeleo yaliyokwenda vijijini, sina mengi ya kurudia. Tumesikia jinsi namna gani miradi mikubwa imekwenda kwa wananchi. Tumeona miundombinu, kwa mfano tunazungumza leo miundombinu, kwa mfano kama ya reli, barabara, utanuzi wa miundombinu mbalimbali za usafirishaji kuanzia ndege, reli, barabara zote kwa ujumla. Uchukuzi hata kwenye upande wa maziwa ni hatua kubwa kwa taifa. Kwa hiyo lazima tujivunie, na kazi imefanyika ni kubwa, na sisi kama watetezi wake za binadamu tumeona kabisa kwamba rais mwenyewe ametamka kwamba mchango wa sasa kiraia katika kufikia hayo maendeleo umekuwa ni mkubwa. Yeye mwenyewe ametamka, amesema kwamba ni wadau wakubwa, lakini hata yale ambayo tumeshauri, yeye mwenyewe amekiri kwamba yale ambayo tumeshauri, kwa mfano swala la maboresho ya sheria mbalimbali ya haki jinai, tunaona kabisa tume iliundwa na maboresho tumeanza kuyaona. Lakini hata kwenye ilani ya CCM walioipitisha juzi, tumeona swala la katiba mpya limewekwa na amelizungumzia, na sisi tulikuwa tumependekeza mapendekezo kama hayo. Kwa ujumla hii ndio nchi ambayo tunataka kwamba tuwe tunashirikiana kwa pamoja kujenga taifa, yani makundi yote yatambuliwe, na swala la haki kama alilolisitiza yeye mwenyewe ni jambo la msingi, kwa sababu huwezi kuzungumza amani alafu ukaacha kuzungumzia masuala ya haki. Kwa hiyo taasisi zote zilizoboreshwa kwa kiasi fulani tumepiga hatua. Hatusemi kama tumekamilika, lakini kuna hatua kubwa imepigwa na bunge hili la 12. Changamoto tunayoona tu ni kwamba muundo wa bunge hili la 12 au kuzingatia ule muundo wa kwetu wa katiba ambao lazima, kwa mfano uwe na kabla ya upinzani. Hiyo sasa hatuwezi kuisema kwamba ni changamoto ya umuhimu, kwa sababu imetokana na uchaguzi uliofanyika 2020 ikaunda bunge ambalo halina kambi ya upinzani. Wito wetu ni kwamba tunapokwenda kwenye uchaguzi huu, basi tujitahidi kuhakikisha kwamba kama alivyosema Mheshimiwa Rais, uchaguzi uwe huru na haki, ili vyama vyote viweze kupata uwakilishi, na mwisho wa siku mategemeo yetu ni kwamba bunge linalokuja tutaunda kambi ya upinzani. Faida ya kambi ya upinzani kwenye bunge ni kwamba kwa mfano kwenye zile kamati za oversight za bunge kama zile za PAC, unakumbuka hizo walikuwepo kina Zito na wengine, tuna ushirikishwaji mkubwa wa makundi mbalimbali. Inakuwa na afya kwenye ufuatiliaji, usimamizi wa masuala ya rushwa na uwajibikaji. Bunge litaongeza kasi yake, pamoja na kwamba hili limekuwa na kasi, lakini wakipatikana zaidi watu zaidi wanaotoka kwenye vyama mbalimbali na wakaunda huo muundo wa kuwa na kambi ya upinzani, pengine mambo yatakuwa makubwa zaidi haya ambayo tumeyaona. Kwa hiyo ni jambo la msingi ambalo tunasisitiza. Otherwise kwa kweli tunawashukuru sana kwa yote ambayo tumeyaona. Sisi kama asasi za kiraia tumeona mengi ambayo tumeshirikishwa, hatukupata shuruti au misukosuko ya hapa na pale. Tumeshirikiana vizuri na serikali toka upande kutoka chini, serikali za mitaa, tunakuja mpaka juu, viongozi wote Zanzibar na huku wamekuwa karibu na sisi. Na ndio maana unaona kabisa rais wa kwanza huyu kwenda kwenye shughuli zetu zote, amekwenda kwenye asasi za kiraia, shughuli mbalimbali, alikuja kwenye mkutano wetu mkuu kule Zanzibar, Rais Mwinyi amekuwepo. Kwa hiyo
ukaribu wa viongozi hao kwa makundi yote ya kijamii unachangia kwa sehemu kubwa maendeleo yawe endelevu na yapatikane kwa haraka zaidi. Kwa hiyo tunategemea sasa serikali zinazokuja ziongeze bidii zaidi katika kushirikisha makundi yote, tukiwemo sisi asasi za kiraia, kwa sababu ni wadau wakubwa, na mazingira yetu yaendelee kuboreshwa. Pamoja na kwamba tumekuwa karibu sana na serikali imekuwa karibu na sisi sana awamu hii, lakini bado hatukufanya yale maboresho makubwa ya kisheria katika sekta ya asasi za kiraia. Pengine sasa kwenye awamu inayokuja watakaporudi madarakani baada ya uchaguzi, tunaamini kabisa mambo huenda sasa, na sisi kama sekta ya asasi za kiraia kuna baadhi ya maboresho ambayo tunataka kuyaona ya kimfumo, ya kisheria, ambayo yatafanya sasa hata kesho kutu akija mtu mwingine ambaye haelewi sekta yetu, kwa sababu uzuri wa rais wa sasa hivi ni mtu ambaye ametokana na asasi za kiraia, na ndio maana imekuwa rahisi kutuelewa kazi zetu. Kwa tathmini yangu haraka ni kwamba lazima muangalie maeneo matatu: utungaji wa sheria, wakilishi na uwajibikaji. Uwajibikaji nimesema umesuasua kidogo kwa sababu ya aina ya muundo wa bunge ulivyokuwepo. Kwamba kuwa na muundo wa aina moja kidogo unafanya ile accountability, bunge kuliwajibisha, kusimamia, pamoja na kwamba wamefanya maeneo mengine kidogo unakuwa unalega. Lakini tukirudi katika ule mfumo wa kuwa na kambi ya upinzani, pengine unaweza kaongeza hiyo kasi ya uwajibikaji bungeni.